zetu zile ambazo tumekuwa nazo katika kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, tunataka kuondoke nazo na kuishi nazo katika hali ile ile ya upole, wema, ustahimilivu, kusameheana. Mwaka mzima umalize katika hali kama hiyo. Kama inawezekana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani wewe unapata riziki, una imani ya kutafuta mwezio, mkakusanyika pamoja, mkafutari kwa pamoja, siku nyingine ukamwalika au kwa wewe kuhudhuria katika iftar. Yote hiyo ni ishara ya imani, yote hiyo ni ishara ya takwa. Inawezekanaje katika mwezi wa Ramadhani? Na kwa nini ishirikane katika mwezi mwingine? Au tumekwenda kuonyesha Mwenyezi Mungu mazuri yetu ndani ya siku 30 pekee yake? Miongoni mwenu au miongoni mwetu tuma tuliyotumia mpaka masaa ya usiku kwa kujikurubisha na Allah Subhanahu wa Ta'ala, tukifanya ibada sana, tukileta adhkari, tukisoma Qur'ani, tukiomba mambo makubwa ndani ya siku 30 za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu Waislamu, Ramadhani imeondoka, lakini kwenye Ramadhani inaendelea bado yupo. Na ndani ya Ramadhani sisi tumekwenda kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala katika utaratibu tuliopangiwa. Na haimaanishi kukamilika kwa Ramadhani kwamba tumekamilisha ibada. Tulipenda katika Ramadhani kama darasa kujifundisha tabia njema, na tunajifundisha na tunazifahamu. Tunataka kutoka kwenye Ramadhani au kumetoka kwenye Ramadhani tunakwenda kwenye miezi 11, tunatakiwa twende kutumia darasa yetu tuliyosoma ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Magomvi, chuki na hasira katika jamii vile vimeondoka baada ya kukamilika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu Waislamu, sambamba na hiyo, Waislamu tunategemewa kwamba tuwe tumebadilika katika utekelezaji wa ibada zetu. Ibada zetu tuzitekeleze kwa utaratibu ulio mzuri zaidi kuliko ilivyokuwa kabla ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na lengo la kuleta mwezi wa Ramadhani, kwa sababu mcha Mungu ni yule ambaye pamoja na sifa nyingine tulizozitaja, lakini yule ambaye hufanya hesabu ya nafsi yake katika matendo yake ya kila siku, kama alivyosema Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, sifanyieni hesabu nafsi zenu kabla nyinyi hamjafanyiwa hesabu. Kufanya hesabu ndani ya siku 30 tumekuwa katika hali gani? Tumefanya yapi mazuri? Lakini katika leo ambazo tumetoka tuna malengo gani? Tunataka kufanya nini na nini? Lakini baada ya leo na siku zijazo za mwaka mzima tunataka kufanya nini? Kwa hiyo tunafanya tathmini mazuri tunayofanya katika kila masaa 24. Je, yanazidi maovu tunayoyafanya katika muda huo? Mazuri tunayofanya katika kila mwezi, katika kila mwaka, yanazidi mabaya tunayofanya katika muda huo? Tukikuta kwamba mazuri ni mengi, tumehesabu nafsi zetu na tunajipa matumaini. Lakini wakati mwingine tunaona hasa kwamba masaa 24 yao tunayotumia, basi kwa hakika maovu yanakithiri zaidi kuliko mema. Kwa tumekwenda katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kwenda kujifundisha akhlaq, tabia njema ambazo zitakwenda kutufaa katika miezi 11